Mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unaendelea kutazama taarifa mbalimbali, nikwambie karibu sana, vyema kabisa. Nimesheheni taarifa mbalimbali tuweze kuangazia kwa pamoja. Na leo tangazia taarifa ambako Alikiba anazungumza kwa mitandao ya kijamii. Amwite Diamond mjusi kafiri, Mange atoboa siri kumbe hawana bifu waongo. Ni katika burudani na mitandao ya kijamii, mara nyingi tunashuhudia mijadala ambayo inachochea hisia, mijadala ambayo inazua taharuki, na wakati mwingine mijadala ambayo inabeba taswira ya mapambano ya kimaisha. Kupitia akaunti yake ya TikTok, mwanamuziki maarufu kabisa wa Tanzania Alikiba Official, Alikiba ametuma ujumbe wenye uzito kwa mjusi kafiri ambaye awali alimzungumza kuhusu kenge. Sasa ujumbe huu umeibua tafsiri nyingi na kuamsha mjadala mpana sana miongoni mwa mashabiki pamoja na wadau wa muziki. Mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa kuu la wasanii kuwasiliana moja kwa moja na mashabiki wao, na Alikiba ambaye ni miongoni mwa nguzo kuu za muziki wa Bongo Flava amekuwa pia akitumia TikTok si tu kwa burudani bali pia kwa chombo cha kutuma ujumbe wa jamii na kisanii. Kauli yake kwa mjusi kafiri basi imeonyesha namna ambavyo wasanii wanavyoweza kutumia jukwaa hili kupeleka ujumbe wa kiishara ambao unaweza kutafsiriwa kwa mitazamo tofauti kulingana na hadhira. Katika ujumbe wake, Alikiba alimtaka mjusi kafiri ajiandae kwa jambo jipya, na kauli hii ingawa ni fupi imebeba uzito wa kiishara. Inaweza kutafsiriwa kama onyo, kama tangazo la mabadiliko, au kama ishara ya kuibuka kwa kitu kipya katika muziki au maisha ya kijamii. Kwa mtazamo wa kifasihi, kauli kama hizi huacha nafasi ya tafsiri nyingi na kujenga hamasa kwa mashabiki kufuatia kinachoendelea. Mashabiki wa King Kiba wamepokea ujumbe huu kwa hisia mseto. Wako ambao waliona ujumbe huu kama tangazo la mradi mpya wa muziki wake, lakini pia wako ambao waliuona msemo huo kama majibu kwa kauli za mjusi kafiri, na wapo ambao waliuona kama sehemu ya mbinu za kisanii za kujenga taswira ya msanii. Katika ulimwengu wa burudani, kila kauli ya msanii maarufu hubeba uzito mkubwa, na mara nyingi huibua mijadala ambayo inavuka mipaka ya muziki na kuingia katika siasa, jamii na utamaduni. Lakini mara tu baada ya kauli hiyo ya Alikiba na wadau kudai kuwa amemjibu Diamond Platnumz kufuatia kauli yake ya kuwadharau wasanii wenzie, ikiwemo yeye mwenyewe King Kiba kwa kuwaita kenge kule awali tutakumbuka, basi na kusema kwamba hawawezi kuimba. Dada wa taifa Mange Kimambi, akiwa pia ni mwanaharakati katika mitandao ya kijamii, ametoboa siri kwa kudai kuwa kwa sasa wasanii wanatumia nguvu kubwa sana ili kuweza kujirudisha kwenye trending mitandaoni na kutengeneza bifu za uongo. Lakini Mange anasema kuwa Diamond pamoja na Alikiba wao hawana bifu la aina yote, ila wanatumiwa kurudisha timu Kiba pamoja na timu Mondi kwa lengo la kuzima yale ambayo yanaendelea nchini kwa sasa hivi. So kiukweli, na ukweli ni kwamba wawapuuze, wasiwasikilize hata kidogo, wala wasikubali kuarudisha tena kwenye trending kama ilivyokuwa mwanzo. Mange anasema, nilikuwa namkubali sana Alikiba, lakini pia nilipopata habari kuwa anatumiwa na yeye nikampotezea kabisa. Wote ndo wale. Hizi ni kauli ambazo tumeziona kutoka kwa Mange Kimambi kufuatia hili ambalo linaendelea baina ya Diamond Platnumz lakini pia King Kiba kutupia na maneno katika mitandao ya kijamii. Sasa nini maoni yako kwenye hili? Unadhani kuna ukweli kwamba Diamond pamoja na Alikiba wanatumika ili kuzima yale mambo ambayo yanaendelea nchini Tanzania? Unaweza kuandika maoni yako kwenye comment section, tutaweza kuangazia kwa wakati mwingine.